Baada ya wiki kadhaa kupita, hatimaye hii leo tena ligi kuu Tanzania bara inarejea kama kawaida, na tunafahamu kwa upande wa klabu ya Yanga wapo pale mkoani Mbeya kwenye uwanja wa Sokoine wakienda kupambana moja kwa moja na Tanzania Prisons. Sasa tayari kwa upande wa kikosi cha Yanga ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo huo, kwa upande wa Mwalimu Milodi Hamdi tayari ameshaandaa jeshi lake ambalo anaamini kwamba litakwenda kumpa alama 3. Tunafahamu hiki ndicho kipindi ambacho kila timu inahitaji kuona ni namna gani haswa namna ambavyo watakwenda kuchukua ubingwa. Yanga pia wanahitaji alama 3 ili waweze kujiweka maeneo mazuri, lakini pia hata mpinzani wake Simba ambaye anacheza na Ken Gold naye pia anahitaji alama 3. Sasa tayari kikosi ninacho hapa. Kabla sijakwenda kukutazamia kikosi, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, kwa upande wa kocha wa Yanga Milodi Hamdi ameweka kikosi thabiti chenye mchanganyiko wa uzoefu, nguvu na ufundi wa hali ya juu. Hiki ndicho kikosi ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya kusaka alama 3 dhidi ya Tanzania Prisons. Kwa upande wa golini yupo Djigui Diarra. Golikipa huyu kutoka Mali tunafahamu ni kipa wa kisasa, lakini pia mwenye uwezo wa kusoma mchezo na kuanzisha mashambulizi na kupangilia safu ya ulinzi. Kocha kwa upande wake Milodi Hamdi anamtumia kama mlinzi wa mwisho mwenye uwezo wa kudhibiti mipira juu na kuokoa kwa akili. Wakati huo kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Kibwana Shomari. Kwa upande wa Kibwana ni beki mwenye kasi, nguvu na uwezo wa kupandisha mashambulizi, lakini pia tunafahamu ni moja ya beki ambaye amekuwa ni mfanisi wa kuweza kusupport winga ambaye anacheza naye kwenye upande wake. Katika mfumo wa kocha, Kibwana yeye atakuwa akitumika zaidi kama wingback kulingana na kile ambacho amekitengeneza kuelekea kwenye mechi ya siku ya hii leo na kile ambacho alikuwa anakifanya kwenye eneo la mazoezi. Wakati huo pia Shadra Kiboka naye pia yupo kwenye upande wa beki pembeni kushoto. Tunafahamu kwa upande wa Boka ni beki wa kisasa mwenye uwezo mkubwa, lakini pia na uwezo kupandisha mashambulizi, lakini pia tunafahamu ana kasi zaidi na atakuwa akifanya pressure zaidi kwa upande wa mabeki wa Prisons kulingana na vile ambavyo amekuwa akicheza mara zote, na kulingana na kasi yake imekuwa ni tishio kwa mabeki ambao wanakutana nao. Lakini pia kwa upande wa Dickson Job yuko kwenye upande wa beki ya kati. Kwa upande wa Job tunafahamu ni beki mwenye nidhamu ya uchezaji, lakini pia ana akili ya kuweza kutuliza pressure, anaweza kusimama vizuri zile washambuliaji wakali. Kwa upande wa kocha Milodi Hamdi atakuwa akimtazama zaidi akiwa anaisoma mikakati ya wapinzani. Wakati huo pia Ibrahim Baka yeye atacheza kwenye eneo hilo akisaidiana na Dickson Job. Tunafahamu kwa upande wa Baka ni mlinzi wa kuaminika, anajua pia kupandisha timu zaidi mbele, lakini pia kwa upande wa kocha anamtegemea kusimamia nidhamu ya safu ya ulinzi ya kuongoza, kwa mfano akijenga muunganiko katikati na kwa upande wa viungo. Lakini pia Khalid Aucho hatimaye na pia yupo kwenye eneo la chini. Tunafahamu kwa upande wa Aucho ni engine ya timu na anafanya kazi ya kuzuia mashambulizi na kupora mipira na kusambaza pasi sahihi kwa haraka. Kwa upande wa kocha anamtumia kama mlinzi akihakikisha timu inakuwa na uwiano kati ya kushambulia na kujilinda. Wakati huo pia Mudathiri haya atakuwa akisaidiana na Khalid Aucho. Kwa upande wa Mudathiri tunafahamu ni mchezaji anayeweza kucheza vizuri kwenye eneo hilo la kati, akiwa na uwezo wa kupandisha mipira, kutoa pasi za kupenyeza na kusaidia safu ya ulinzi katika mfumo. Lakini pia kwa upande wa kocha Mudathiri atakuwa anafanya kazi pia ya kuweza kusaidia timu kutoka kwenye eneo la nyuma na kwenye eneo la katikati. Wakati huo kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yupo Pacome Zouzoua. Pacome tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa ni mtulivu, akishika mpira si rahisi kuweza kumpokonya, lakini pia atakuwa akitumika zaidi kwenye kutengeneza nafasi kama mshambuliaji. Lakini pia kocha anamchezesha kwenye eneo hilo la kiungo mshambuliaji akiwa anaamini kwamba ana uwezo wa kuwapita viungo wa aina yoyote. Wakati huo pia Clement Mzize atasimama kwenye eneo la wingi ya pembeni kulia. Mzize ni mchezaji mwenye kasi na maamuzi ya haraka, ana uwezo wa kuingia ndani, lakini pia atakupiga mashuti ama kutoa cross kwa upande wa washambuliaji. Kocha atakuwa akimtumia zaidi kwa ajili ya kusumbua zaidi kwenye eneo la pembeni. Wakati huo pia Maxine Zengeli yupo kwenye upande wa winga ya pembeni kushoto. Zengeli tunafahamu ni fundi mwenye ubunifu, akili ya juu, lakini pia na uwezo wa kupita sehemu yoyote. Huwa anatengeneza nafasi kupitia mchezaji mmoja na maamuzi ya uwanjani kwa haraka. Kocha anamtumia kama chanzo cha hatari zaidi kwenye eneo la kupandisha mashambulizi. Wakati huo pia Prince Mpumelelo Dube atasimama kwenye eneo la kushambulia. Dube tunafahamu ni mshambuliaji mwenye uwezo mkubwa wa kusimama kati, lakini pia ana uwezo wa kufunga, lakini pia ana uwezo wa kumalizia nafasi yoyote ile ambayo anaweza kuipata. Tunafahamu ana uwezo pia kuunganisha pasi, lakini pia kusimama pale kwenye box. Kocha anamtumia kama target ya kumaliza mashambulizi kwenye upande wa timu kulingana na vile ambavyo amekuwa